Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni hapo tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025 ndipo mufti wa Burundi Sheikh Nabagabo Salum ameupokea ugeni adhimu na adimu kutoka katika mamlakatul Arabiyyah Saudiya, ambao ni Dr. Muhammad Ali Al-Shanqiti, Dr. Muhammad Hamad, Dr. Ali Al-Qadi. Mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, Allah kitaka khairi kwa watu huwatumia zawadi. Wakasema ni zawadi ipi hiyo ewe Mtume Muhammad? Akasema mgeni anayekuja na riziki yake akaondoka na dhambi za watu wa nyumba ile. Nyumba ambayo wageni huja mara kwa mara na kwa wingi, hiyo ni nyumba ambayo hupendwa na Allah mtukufu. Hakuna kitu bora kama nyumba inayowakaribisha wageni wakubwa kwa wadogo. Katika nyumba hiyo huteremshwa rehema na baraka kutoka kwa Allah mtukufu. Mufti Sheikh Nabagabo Salum kwa kulitambua hilo, baada ya kikao maalumu kawafungashia zawadi kudhihirisha ukarimu na upendo wa taifa hili pendwa la Burundi. Lakini pia tukaweza kupata nafasi ya kujua nia na dhumuni ya yeye kuwepo Afrika, hasa katika nchi yetu hii pendwa ya Burundi. Akasema, karibu, Mungu akubariki na kulipe. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuongoza katika safari hii yenye baraka ya utume ili kuyatenda matendo haya adhimu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu ayafanye kwa ajili yake tu. ونحن في معية مؤسسة سبيل الهدى. Tuko katika ya Sabil al-Huda Foundation ambayo inafanya kazi barani Afrika kwa ujumla, Asia Mashariki na nchi zingine. Tulikuwa naye katika nchi 3. Tulianza na Uganda, ambapo shukrani kwa Mungu tuliweza kutembelea vijiji zaidi ya 70 magharibi na vijiji zaidi ya 40 mashariki. Vijiji vyote hivi vilituambia kwa sauti moja, hakuna Mwarabu aliyetujia kabla yako, sifa njema ni za Mungu. Baada ya mihadhara na hutuba, nyoyo zao zilitulizwa kuhusu Uislamu na wakaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa makundi, na wakatutaka tujenge msikiti hapa na kisima hapa na kisima pale. The Foundation iliahidi kwao hili kutokana na kumtumainia Mwenyezi Mungu, na pia kwa nia ya kwamba taifa la Kiislamu Mungu akipenda litashiriki. Asiyechangia kwa mwili wake achangie kwa pesa yake. Kisha tukaenda Rwanda, ambako pia tulifanya kozi mbili, kikao cha mapadri na watawa ambao walikusanywa na baraza kuu la Kiislamu, na idadi yao ilikuwa karibu mapadri 70 na watawa. Baada ya mjadala wa siku 2, na asante Mungu, mapadri 30 walisilimu. Hii ni kwa neema Mwenyezi Mungu. Kozi nyingine ya walimu, watawala na wafanyakazi wa serikali, hii pia ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanaume 7 au 6 na mwanamke walisilimu kutoka kwao. Waliandika majina yao na kuwasiliana nasi kila siku kwa neema Mwenyezi Mungu. Mmoja wao huita na kusema, nataka kusilimu, na wanaendelea kufuatana wao kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mtukufu wanapoingia katika Uislamu. Kisha tukasafiri hadi nchi ya Burundi, ambako tulikuta kwamba msingi ulikuwa umeanzisha kituo na kujenga msikiti. Kituo hiki ni cha mtukufu Sheikh Al-Khalus, kituo cha Al-Khalusi cha wito na wahubiri. Mungu asifiwe. Tulifanya kozi ya wahubiri na wasomi na bado inaendelea. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu. Msikiti huwa umejaa waumini na wasikilizaji. Leo kutakuwa na ufunguzi wa taasisi hii na kozi zinazofanyika hapo. Kwa hiyo na kuomba ufuate, ushiriki, utunze na uombe, kwa sababu kwa maombi na msaada wako Mungu akipenda sote tutashiriki katika malipo. Ulichonacho ni bure, bali kile alichonacho Mungu ni cha milele. Mungu akubariki na kuongoza. Amani ya Mungu na rehema na baraka ziwe juu yako. Zithibitishe nyoyo zenu kwa mnayoyaona na kuyasikia, kwani mnayoyaona ni dalili za Mwenyezi Mungu anayewaongoza waja wake. Mwenyezi Mungu awalipe na amani, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu nyote. Sema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake, basi wafurahie hayo na bora kuliko yale wanayoyarundika. Mungu akubariki
na amani iwe juu yako. Wassalamu alaikum. Endelea kufuatilia channel yako pendwa Bambara TV. Nami naitwa Ibrahim Ramadhan wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.